Naam, kutoka ukanda wa Tanganyika, ziwa lenye samaki wengi duniani, ambako ukweli hukutana na habari zenye uzito, na sauti za Afrika Mashariki na ya Kati husikika bila woga na hofu yoyote. Hii ni Tanganyika FM na mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina niite Dr. Yamungu Linoti. Karibu kwenye habari leo, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Afrika Mashariki na ya Kati. Na katika dunia ambayo ukweli hupiganiwa na habari hubeba nguvu kuliko risasi, hivi ndio vichwa vya habari leo Juni 24, 2026. Mapigano mapya yazuka Masisi Walikale katika mimili wa Nyabiondo, hali ya uwanja badilika kila saa. Walikale yatinga awamu mpya ya uhamaji wa raia baada ya mapigano katika Luhola, Mushali na Mpeti. Minembwe na Mikenge yaendelea kubaki eneo tete la operesheni za kijeshi za muda mrefu Kivu Kusini. Jeshi la FARDC la ripoti mashambulizi ya ndege zisizo na rubani karibu na Kibati katika viunga vya Goma. AFC M23 yashinikiza udhibiti katika mimili wa Kale Bitale Axe, huku mapigano yakiendelea. Masisi yashuhudia ongezeko la matukio ya utekaji wa vitisho dhidi ya raia vijijini. Bukavu, Kauzi Biega ya ripoti mapigano ya vipindi kati ya Wazalendo na AFC M23. Rubaya yaendelea kuwa eneo la msuguano wa kiusalama na kiuchumi bila utulivu wa kudumu kabisa. FARDC na washirika waendeleza operesheni za kijeshi mashariki mwa DRC bila uthibitisho wa ushindi wowote wakati wa mwisho. MONUSCO yaonya raia kubaki wahanga wakuu wa mzozo unaoendelea kubadilika kila siku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Diplomasia ya Washington na Doha yaendelea, lakini hali ya uwanjani bado haijabadilika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya kibinadamu yazidi kuzorota katika Kivu Kusini na Kaskazini kutokana na uhamaji wa raia. Habari kamili. Masisi, mapigano ya kimkakati yazidi kupanuka katika mimili wa Nyabiondo. Katika siku mbili zilizopita, hasa tarehe 22 na 23 Juni 2026, eneo la Masisi limeendelea kuwa moja ya maeneo yenye mabadiliko ya haraka zaidi ya uwanja wa vita. Vyanzo vya ndani vya usalama vinaeleza kuwa mapigano kati ya FARDC, makundi ya Wazalendo na AFC M23 yalihamia zaidi katika mimili wa Nyabiondo, Kitsombiro, Kilolirwe. Kinachoonekana ni kwamba hali hii si mapigano ya kawaida tu, na mapigano haya hayako katika tu eneo moja tena, bali ni mfululizo wa mgongano wa mstari wa mbele unaosogea kila siku kuendelea mbele. Wakazi wanasema milio ya silaha nzito usikika kuanzia usiku hadi majira ya asubuhi. Barabara kuu zimekuwa hatarini kwa usafiri. Baadhi ya familia zimeanza kuhama mara kwa mara bila kupata mahali pa kudumu. Hali inaashiria kuwa Masisi imeingia kwenye hatua ya vita vya msuguano wa muda mrefu badala ya mapigano ya kushika na kuondoka. Walikale, ukanda wa Luola, Mushali na Mpeti umeingia katika muundo wa uhamisho wa raia. Wilaya ya Walikale imeendelea kuwa eneo lenye mchanganyiko wa mapigano na hofu ya raia. Tarehe 22 Juni 2026, mapigano yameripotiwa katika vijiji vya Luhola, Mushali, maeneo ya karibu na Mpeti. Taarifa za uwanjani zinaonyesha kuwa mapigano haya si makubwa kama yale ya Masisi, lakini yana athari kubwa kwa raia. Athari zinazoonekana ni pamoja na wakazi wengi kuingia msituni bila maandalizi, na shule na shughuli za biashara kusimama, vituo vya afya vijijini kushindwa kufanya kazi kawaida. Wachambuzi wa eneo hilo wanaeleza kuwa Walikale imekuwa eneo la mshtuko wa mara kwa mara, ambapo hakuna utulivu wa kudumu hata kwa masaa 24. Minembwe Mikenge, mimili wa nyanda za juu unaendelea kuwa eneo la mgogoro wa muda mrefu. Katika nyanda za juu za Fizi na Uvira, hasa maeneo ya Minembwe, Mikenge na Itombwe, hali ya usalama inaendelea kuwa tete bila mabadiliko makubwa ya udhibiti wa taarifa za ndani zinaonyesha vikosi vya FARDC na washirika wake vimekuwa vikifanya mizunguko ya mara kwa mara. Vikundi vyenye silaha vinaendelea kuwepo katika maeneo ya milima na hakuna udhibitisho wowote wa kudumu mpaka sasa kwa upande mmoja katika eneo lolote.
Kinachojitokeza ni aina ya vita vya mgawanyiko wa vijiji ambako kila kijiji kinaweza kuwa na mabadiliko ya udhibiti ndani ya muda mfupi na baadaye kuwa na hali nyingine zaidi. Kale Bitale. Mimili wa mkakati unaendelea kuwa mgumu kudhibiti. Katika eneo la Kalehe, hasa mimili wa Bitale, mapigano yameendelea kuripotiwa kwa mfululizo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwepo kwa vikosi vya doria kutoka pande tofauti, lakini pia mashambulizi ya kushtukiza katika njia za vijijini na usafiri wa kawaida kukwama mara kwa mara. Hali hii inaonyesha kwamba Bitale si eneo la vita vya moja kwa moja tu, bali ni eneo la udhibiti wa njia za kimkakati za usafirishaji na ushawishi wa kijeshi. Masisi. Hofu ya utekaji na ukosefu wa usalama wa raia inaongezeka. Katika sehemu mbalimbali za Masisi, hasa Bashali na maeneo ya pembezoni, kumekuwa na taarifa za watu kutoweka, mashaka ya utekaji wa raia, hofu ya kuzunguka kwa vikundi vyenye silaha. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa hali hii imeanza kuathiri hata shughuli za kawaida kama kilimo na biashara ya masoko ya vijijini. Rubaya. Eneo la madini linaendelea kuwa kitovu cha msuguano wa kiuchumi na kiusalama. Eneo la Rubaya linaendelea kuwa muhimu kwa sababu ya rasilimali zake za madini, hasa coltan. Ingawa hakuna ripoti mabadiliko makubwa ya udhibiti leo, hali inaonyesha kuwa uwepo wa vikosi vya usalama na makundi yenye silaha katika maeneo ya pembezoni, lakini pia usafirishaji wa madini kukumbwa na tahadhari kubwa zaidi, wakazi kuishi kwa hofu ya mapigano ya ghafla. Rubaya inaendelea kuonekana kama moyo wa kiuchumi wa mgogoro wa Masisi. Walikale. Wimbi la kuhama kwa wakazi laendelea. Katika Walikale, vijiji vingi karibu na mimili wa mapigano vimeendelea kuachwa. Sababu kuu ni mapigano ya mara kwa mara, hofu ya mashambulizi ya kushtukiza, ukosefu wa huduma za msingi, na hali hii imeleta msongamano katika maeneo ya hifadhi ya muda. Operesheni za kimkakati zinaendelea katika mashariki mwa DRC kupitia jeshi la FARDC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na operesheni katika Masisi, Walikale, maeneo ya karibu na Goma. Operesheni hizi zinajumuisha doria za ardhini, ufuatiliaji wa maeneo ya milima na mashambulizi ya anga katika baadhi ya ripoti zisizo rasmi. Hata hivyo, matokeo ya mwisho wa operesheni bado hayajathibitishwa kabisa kwa udhibiti. AFCM 23, shinikizo la kijeshi linabaki katika mimili wa mashariki. Vyanzo vya ndani vinaonyesha kuwa M23 inaendelea kusukuma mbele katika baadhi ya vijiji vya Masisi, kufanya mashambulizi ya ghafla Walikale na kuendelea kuwepo katika maeneo ya Kale. Hali ya uwanja inaonyesha kuwa hakuna upande ulioweza kuanzisha udhibiti wa kudumu mpaka kufikia hivi sasa. Onyo kuhusu hali ya usalama wa raia latolewa na MONUSCO. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umeendelea kuonya kuwa raia wanabaki kuwa waathirika wakuu wa mapigano. Huduma za kibinadamu zinakwamishwa na usalama vijiji vingi bado ni dhaifu kutokana na hali ya vita inaendelea mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo ambayo haijapata utatuzi mpaka hivi leo. Diplomasia. Mazungumzo ya amani bado hayajaleta athari za moja kwa moja uwanjani. Ingawa kuna juhudi za kimkakati na za kimataifa za mazungumzo za Washington na Doha, lakini mpaka sasa hakuna usitishaji mapigano uliodumu. Kuna uwanja wa vita unaendelea kubadilika siku hadi siku, na utekelezaji wa makubaliano bado ni changamoto kubwa kwa pande zote mbili. Na mpaka hapo sina la ziada. Hitimisho la TTV leo Juni 24, 2026 ni muhtasari wa hali ya leo. Masisi na Walikale bado ndizo frontline zones kuu. Minembwe, Mikenge inaendelea kuwa mgogoro wa muda mrefu. Kale Bitale ni muhimili wa kimkakati unaoshindaniwa, lakini pia hakuna ushindi wa kudumu uliothibitishwa leo. Hali ya kibinadamu inaendelea pia kuzorota. Mpaka hapo sina la ziada. Habari hubadilika kila siku, lakini ukweli hubaki kuwa muhimu milele. Hii ilikuwa ni Habari Leo kupitia Tanganyika FM, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina niite Dr. Yamunga Linoti. Asante kwa kuwa nasi, tukutane kwa toleo lijalo.